Lengo la ziara ni kuja kufanya tathmini ya maagizo ambayo tuliyoyatoa dhidi ya kuwafanya biashara waweze kukaa katika maeneo ambayo yanastahiki na yanayotakiwa. Lakini tunashukuru kwamba wafanya biashara wameitikia wito huo na shughuli za biashara zinaendelea vizuri, na hakuna mtu ambaye aliozuiliwa kufanya biashara katika yale maeneo ambayo rasmi ni yaliyokuweko, au wanunuzi kuweza kutishika au kuweza kuwa na wasiwasi juu ya ununuzi wao au kufanya biashara katika eneo hili. Mimi nashukuru kwamba hali ni nzuri sasa hivi Darajani. Tumepunguza wezi, tumepunguza msongamano ambao ungeweza ukaleta athari kubwa kwa wanajamii. Mwaka jana watu 2 walifariki, lakini mara hii tunamshukuru Mungu mpaka muda huu bado hatujapata athari yoyote, na tutajitahidi kwamba hilo lisitokee, kwa sababu hakuna thamani ya kuweza kumlipa mtu uhai wake. Kwa hivyo mimi nawaomba wafanyabiashara waendelee kuwa watiifu na waweze kuwa wasikivu na kuendeleza shughuli zao katika yale maeneo ambayo waliotakiwa, ili kwa ajili ya kuleta tija na faida katika jamii. Moja ambalo ni shughuli nzuri kabisa kwamba hakuna mtu ambaye anopigwa, na waliopigwa, kama atatokea mtu aliopigwa, mmoja alikuwa ni mlevi ambaye amelewa mchana, ambaye yeye alikuwa anataka kuwafanyia fujo askari na wao wakamdhibiti, lakini wengine wote ina maana kwamba wanatakiwa wafuate sheria bila shuruti. Kwa hivyo yule mlevi, kwanza kabisa ni kulewa Ramadhani mchana ni kosa kisheria. Kwa hivyo alidhibitiwa na baadaye akapelekwa katika vyombo vya sheria. Kwa hivyo wengine tunawaomba kwamba wawasikilize wale walinzi wetu, kwa sababu kuna kawaida, wengine wanasema watu wanajifunika usoni, kuna kawaida ya kuwapa rushwa askari na wale binadamu. Kwa hivyo wanapochukua rushwa wanashindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Kwa hivyo wanapojifunika, humjui nani ambaye aliweza akafanya kazi ile. Ina maana usimamizi umekuwa ni mzuri, na huu utoaji wa rushwa umeweza kuzuilika, na sasa mandhari yetu imeendelea kuwa nzuri na ya kuvutia, ambayo tunategemea kwamba itakuwa nzuri zaidi katika wakati ujao.